Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo za kutekwa. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Adija Jimmy Murijo, huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare, ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchali. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Hussein Swaleh mwenye umri wa miaka 48, huyu ni Mnyamwezi na mkulima. Mtuhumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph, ana miaka 34, mkulima na mua. Watuhumiwa hawa watatu kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Adija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Adija Jimmy Murijo, na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi $1,385,800 ambazo zilitumwa kwenye simu ya Adija. Awali walieleza kwamba Adija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Kiemba, tarafa ya Uliankuru, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtuhumiwa huyu alikuwa amekwenda wilaya ya Urambo katika kijiji cha Vumilia, na watuhumiwa walikamatwa na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Tunatoa wito kwa wananchi kuacha kutengeneza taarifa ambazo hazina ukweli kuhusiana na kutekwa. Mfano, kwa hawa wanaweza kupotosha umma na umma pengine ukaamini kwamba kuna matukio ya utekaji. Kwa mkoa wa Tabora tunasema hatuna matukio ya utekaji, hakuna tukio lolote la utekaji ambalo limejitokeza, isipokuwa ni uongo ambao ulitengenezwa na lengo la wahusika baada ya mahojiano lilikuwa ni kujipatia kipato kutoka kwa mume wa Adija. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Peter Mchali. Huyu alivyoanza kunitapeli baada ya kusema ametekwa na watu wasiojulikana, ndipo nikahamaki. Nikasema sasa utekaji huu kama wameshamteka na wanataka hela, nifanyeje? Basi ikabidi nianze kuhangaika kutafuta hela, nikakopa hela kama $500 tu. Zingine zilitolewa na mtu mwingine. Ikafika milioni ndo zikatumwa. Mimi naitwa Ashura Hussein. Ni mkazi wa kijiji cha Uhuru, kata ya Vumilia, wilaya ya Urambo, mkoa wa Tabora. Hebu tuambie hili tukio lilikuwaje? Hili tukio, chanzo cha tukio nafikiri ni wifi yangu ambaye ni dada yake na mume wangu mimi. Alikuja pale nyumbani kwangu siku ya tarehe 30. Baada ya kufika pale nyumbani kwangu, nilimwambia kwamba tulikaribishana kwanza kama mimi mwenyeji na mgeni wangu. Baada ya kukaribishana nikamkaribisha ndani kwa sababu alifika majira ya saa 5 kuelekea saa 6. Alikuta nishakula chakula cha asubuhi. Nikamwambia wifi yangu basi pumzika, mimi nifuate nini? Nifuate huduma center pale nije niandae chakula. Akawa ameniambia hivi, wifi yangu hata usihangaike. Mimi kwa kweli japo nimekuja kukusalimia lakini sina muda wa kukaa hapa. Nimekuja na ratiba ambazo natakiwa nikueleze. Zikikaa vizuri, inatakiwa mimi leo hii niondoke au kesho asubuhi. Nikamwambia ratiba gani hizo wifi yangu? Akaniambia bwana wewe kaa tu wifi, mimi nikwambia habari zenyewe hizo nileta. Nikamwambia haya. Kweli mimi nikakaa. Baada ya kukaa, wifi yangu akaniambia hivi, wifi, mimi bwana kilichonileta huku ni changamoto za mzazi mwenzangu ambaye ndo babake na kakatoto, kwa sababu alikuja na katoto kana umri wa miaka 3 kwenda 4 nafikiri, kakike. Amefika pale na kale katoto akaniambia kwamba changamoto za mimi na babake na huyu mtoto kwa kweli zinanichanganya. Nina takriban miaka 8 kwenye mahusiano yetu mpaka tukapata mtoto, lakini hajanifanyia chochote kitu kwenye maisha yangu, na pesa anapata napaka tu mwaka jana, maana ni askari mstaafu. Mwaka jana akapata hela ya kustaafu zaidi ya $30,000. Na mimi ndo tulienda naye Dar es Salaam kwenda kuchukua ile hela. Tumefika nyumbani lakini hajanifanyia chochote. Anachokijali ni kunilipia kodi ya nyumba, bili ya umeme na matumizi mengine. Lakini kwa kusema kwamba eti huduma za maana hamna, hapa nilipo wifi nimepambana mwenyewe kwenye shughuli zangu, nishanunua kiwanja. Nimenunua kiwanja lakini bado sijakijenga. Kwa hiyo hapa nataka nipambane ili niwezipate uwezekano wa kupata hiyo hela. Nikamwambia kwa hiyo wewe sasa, kwa sababu unajua mume wako ana hela, unaipata pataje na mpaka kimekuleta huku, shida nini? Kwamba ambacho kipi kinatakiwa kukusaidia wewe upate hiyo hela na mume wako umemwacha kule? Akasema kweli, mimi hapa ninachotaka kukifanya wifi, naomba unitafutie kijana ambaye ana ujasiri wa kuongea na simu, ambaye hawezi kuteteleka wala kuogopa kwenye simu, ili ampige mkwala mume wangu
ili afikie mahala anipe hela. Nikamwambia kwa hiyo unataka shilingi ngapi? Anambia mimi akinitumia tu 2,200,000 tunaachana naye. Nikamwambia haya basi sawa. Nikamwambia lakini wifi yangu angalia baadaye isije kafia mahala kakangu akaligundua hili likaja likawa shida kwako. Ukakosa na vitu vingine vya muhimu. Maana kisha gundua wewe nitapeli itakuwa shida. Akasema hamna wifi, mimi huyo namjua. Kwanza ni dhaifu sana kwangu. Kwanza ananipenda sana na anampenda sana mtoto wake. Akishagundua tu mimi nimefanyiwa kitu cha utekaji, lazima hiyo hela itatumwa mapema sana kwa sababu nina uhakika ana hela. Yaani baada ya kwamba yeye ameshatumiwa zile hela, ilivyofika mida ya saa 3 usiku, mtoto tu alinipigia simu, baba mama karudi. Vipi hali yake? Akasema hali sio mbaya, ana sheki. Nikamwambia basi nitakuja kumuona kesho. Ndio nilipoishia. Na asubuhi kulivyokucha nilienda kumjulia hali kweli. Nienda pale kama kwenye saa 2 hivi. Nilivyomkuta pale akasema yumo ndani. Nikamwambia mwambie kuna wageni. Sasa tulienda wawili. Kutoka kwake sasa alikotoka ni kule kwa kusheki. Kitu ambacho hata kama ni wewe lazima tutaamini kwamba kweli huyu alitekwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.